Bwana JB 64, mchezo umetamatika na mnyama Simba anaondoka na ushindi. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Mchezo ulikuwa mgumu kutokana na aina ya timu tuliocheza nayo. Timu tuliocheza nayo ni timu bora. Sawa, Gaborone ni timu bora kwa sababu ndio bingwa wa Botswana na ndio mpaka sasa hivi bado anaongoza ligi ya Botswana. Kwa hiyo ni timu ambayo mpaka sasa hivi ishacheza mechi 7 kule. Umeelewa, imeshinda mechi 6, imesuru mechi 1. Kwa hiyo ni timu ambayo unaiona kabisa Simba anakuja na yeye anafanya nini? Anakuja. Haikuwa timu ambayo mpira unaelemea upande mmoja tu. Umeelewa bwana, ni timu ambayo inashambulia, inajua kudefense, inacheza kwa nidhamu zote na ina uwezo wa kuchezea mpira. Na ndio maana umeona hata kipindi cha kwanza wao ball possession wameongoza 45 kwa ngapi? Kwa 55, kwa sababu walijua kabisa hatuna cha kupoteza, wamekuja wamefunguka, kwa hiyo walikuwa wanacheza kwa tahadhari kubwa. Kwa hiyo Simba imecheza na timu bora na ndio maana tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuvuka katika nini? Katika kizingiti hichi ambacho kilikuwa kizito kwetu na hatujawahi kupata kizingiti chepesi misimu yote sisi. Ubora wao ulikuwa maeneo gani sana? Maana kipindi cha kwanza mnyama Simba amezidiwa ball possession. Ubora wao ulikuwa katikati. Yaani viungo wa Simba katikati hawakuwa vizuri. Umeelewa bwana, hawakuwa vizuri. Alasan Kante pamoja na Kagoma, yani walikuwa wanachezea sana chini, kwa hiyo unakuta wote ni viungo wakabaji. Kwa hiyo yule kiungo mnyumbulifu na mchezeshaji timu sawa alikuwa hajapatikana katikati. Kwa hiyo walituzidi hapa katikati, eneo la katikati, na ndio maana unakuta free space nyingi zilikuwa zinapatikana na walikuwa wana uwezo wa kuchezea mpira kwa muda wote, na pindi wanapopoteza mpira yani ndani ya sekunde kadhaa tayari wanakuwa tayari washamfikia mchezaji wa Simba na kuchukua tena mpira. Kwa hiyo walikuwa na nidhamu ya hali ya juu yani kwa siku ya leo. Ukimlinganisha mpinzani wa jana na wa leo vipi? Nani mwenye wafadhali, nani mgumu zaidi? Huyu bwana Gaborone katika hizi timu 4 za Tanzania ukimtoa Simba zibakia timu 3. Yani Azam, Singida na nani? Dada Young Africans. Mimi ninatumaini kabisa kama angekutana na timu moja kati ya hizi sasa hizi tungekuwa tunazungumza mengine. Simba ametumia uzoefu na experience aliyokuwa nayo katika mashindano ya kimataifa. Tofauti na Young Africans. Yani kama leo angekutana na Yanga au Azam au Singida Black Star, tofauti na Simba, sasa hizi tungekuwa tunazungumza masuala mengine. Hawa jamaa wako vizuri mno kwa sababu wanakuja. Angalia tofauti ya timu ambazo sio kidogo. Wale Lion kidogo walikuwa wameisumbua Singida. Lakini ukija mpinzani anacheza na Azam na mpinzani aliocheza na Yanga, golini huwa wafanye nini? Hawafiki. Kasoro jana tu kidogo ndo wamepata nafasi kama 2 hivi, lakini hawa jamaa wanafika muda wote, na ndio maana umeona mpaka Musa Pimpin Kamara sawa Guinea sawa mpaka ameenda kupata nini? Ameenda kupata injury. Anatoka nje anaingia nani? Anaingia Yakuba. Jamaa wanafika mno. Yani wanafika. Yani Kamara amefanya clear save 3 yani za wazi. Kwa hiyo jamaa wanafika, wako vizuri. Kwa hiyo mimi ninadhani kama angepata timu moja kati ya hizi 3, yani Yanga, Singida na nani? Na Azam, tungekuwa tunaongea masuala mengine. Sasa Simba ametumia experience kubwa ya uzoefu wa kucheza mashindano ya kimataifa katika hatua hizi.